Amo TV, the stories behind the scenes. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، ها هي العطلات قد حلت وفرغ الأبناء من مشاغل الدراسة وآبائها، فكيف نتعامل مع هذه الأوقات التي هي نعمة من نعم الله يمكن أن نغتنمها في بناء شخصيات أبنائنا وبناتنا، أو والعياذ بالله من ذلك يمكن أن نضيعها فيما لا فائدة فيه، بل ربما فيما يضر ويؤذي. إن الأولاد أمانة في أعناقنا وسيسألنا الله عنهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والعطلات ليست وقتا للتفريط والإهمال، بل هي فرصة عظيمة لتربية متكاملة متوازنة بين حق النفس في الراحة وحق الدين في العبادة والطاعة وحق العقل في المعرفة وحق الجسد في النشاط. فاتقوا الله عباد الله وأعطوا كل ذي حق حقه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Leo insha Allahu taala tutawata ile mada tulikuwa tumeianza juma iliyopita, tukawa tunataka tuendelee leo na juma lingine, kwa sababu kama tunanao kwamba yambo wako kwa yambo. Nimeona waktuna alhadhir, kuna jambo lingine ambalo ni aula kwa wakati huu sasa tulizungumze. Ile mada tulikuwa nayo tutazungumza, tutaielezea inshallah juma litakalokuwa tukiwa hai. Vijana wameanza mapumziko marefu, mapumziko ambayo yatakuwa takriban robo mwaka, maana yake miezi miwili na nusu, siku 75. Hawana masomo, hawana pa kwenda, hawana la kufanya. Kwa hiyo hiki kipindi cha mapumziko ni kipindi muhimu sana, chaweza kuwa ni neema ama chaweza kuwa ni nakma, itategemea tutakitumia iye, tutawasimamia sampuli gani vijana kama humu. Vijana kwa miezi yote iliyopita ya nyuma toka mwanzo wa mwaka hawakuwa na muda wa mambo yao binafsi. Kila mmoja kwenye masomo, hamka alfajiri mapema, harudi nyumbani mpaka yuwa kutwa, kirudi una mashughuli mengine ya kufanya, umechoka, ulala namna hiyo na asubuhi. Lakini ghafla huyu mtu ambao alikuwa hana muda kabisa, ghafla amedirika, una muda mrefu na haisi ya utumie hii, haisi afanye nini. Kwa hiyo waweza kuwa ni hatari ikatokea katika kipindi hiki kirefu. Wengine waweza kuamua kutosoma tena, wengine wataingia katika uraibu, wengine watapata mimba. Maafa kadha wa kadha yaweza kutokea iwapo hiki kipindi ambacho siona siku 2-3, si siku 2-3, miezi miwili na nusu, si siku 2-3. Mambo mengi yaweza kuharibika na pia mengi yaweza kutengezwa iwapo tutautumia huu muda kwa uzuri. Kwa ni wajibu wa wazazi waangalie
na wasimamie vijana, wasiwawate rebe. Isiwe kipindi hiki ni kipindi cha kubeheneka na kuteza kuyakuya, itakuwa ni hasara kubwa kwa wana wetu na kwa sisi wenyewe pia. Hii ni fursa mzuri ya wazazi na walezi kupata muda wa kuwa na vijana zao. Vijana zetu wa siku hizi wamekuwa mafakiri sana kupata muda wa kuwa na wazazi wao ama walezi wao. Ni nadira, manake kijana hutoka babake pengine hayaamka ama hayanwa chai, harudi akia nioni baba haya akia kijana mzee kulala. Hawana muda wa kuketi na wazee wao na walezi wao kuzungumza, kuelezana na kufa. Hii ni fursa mzuri ya wazazi wakiwa wataitumia kisawasawa kuwa na muda na vijana zao, na ni jambo muhimu sana mzazi awe na muda na mwanawe, awe na muda wa kuzungumza naye, kumuuliza, kumtafiti kwa sampuli na ile, ili aweze kumfahamu shida yake iko wapi, ataka nini na kadhalika. Ikiwa hutomfahamu mwanao, ghafula atakufanyia jambo ushangaa sikutarajia, halikuzuka ghafula, ni jambo ambalo limekuwa likipikwa kwa muda mpaka pale litendekapo, kwa sababu hatuko karibu na vijana. Hii ni fursa nzuri sana ya sisi wazazi na walezi, tukiitumia kwa uzuri tutapata nafasi nzuri ya kuwa karibu na vijana zetu na kuweza kuwafahamu na wao kutufunukia yale ambayo walionayo. Ni kweli kijana ni mtu, ni binadamu, ahitaji mapumziko, ni kweli, na Mtume SAW alituambia wa inna lijasadika alayka haq, mwili wako pia una haki, lazima upumzishe. Hukuambiwa swali tu usiku mtana funga, usiku kesha uswali, hapana. Wa inna lijasadika alayka haq. Hadithi hii Mtume SAW alimwambia sahaba mmoja, nafikiri ni Salman al-Farisi na Abu Darda. Abu Darda na Salman al-Farisi walikuwa wamefanywa ndugu, kama tuiwao Madina watu walifanywa ndugu wa dini. Sasa siku hiyo akaenda kumtembelea kwake, akaingia tu pale nyumbani, akaona kwamba hapa nyumbani kuna tofauti. Akimwangalia yule ahli yake ambaye ni mke wa Salman, hali yake, mpaka akamuuliza, mbona mko hali hii nyinyi? Akamwambia, akhuka Abu Darda ma lahu haja fi dunya, nduyo Abu Darda ana shughuli na mambo ya kilimwengu. Basi Salman akamgoja ule Abu Darda akamgoja Salman. Salman akamgoja Abu Darda. Abu Darda alipokuya akamwambia, basi tule. Akamwambia tule pamoja. Akamwambia mimi ufunga. Akamwambia mimi sitokula kama wewe hutokula. Haya kukaliwa, mara ule ameinuka ataka kuswali usiku. Abu Darda, Salman akamwambia ngoja, lala kwanza. Kiinuka mara pili, akamwambia lala, mara mpaka mwisho wa usiku, akamwambia sasa swali. Ule alfajiri kasikia kwa Mtume kwa kumshtaki, kama Rasulullah, umeona Salman nikuya nyumbani ana ameniwasa kuswali, amenivundisha saumu, kamshtakia. Sasa akamwambia mambo marefu, kisha akamwambia mwisho, wa faati kulla dhi haqqin haqqahu, kila mwenye haki mpe haki yake. Ni kweli kabisa, vijana wahitaji kuwa na muda mapumziko, hakuna tofauti, lakini si kupumzika tu. Kuna na dini atakayokuwa haki yake, watukuliwe kuswali, wazoweze kuswali. Ikiwa watapekwa mahala kusoma Qur'ani juzu mathalan, wapekwe mahala kuifundisha shughuli nyingine. Yani huu muda usipite tu yao, na hautopita yao. Ikiwa hatutoupitisha kwa mazuri, utapita kwa yasiokuwa mazuri, tutake tusitake, ndio hali iliyo. Ikiwa hatutowapangia na kuwekeza ya maana na ya faida na kuwasimamia wayafanye, basi watakwenda katika kufanya yasiokuwa na maana. Mtu hawezi kuketi tu yao bila kufanya lolote, lazima kiwa hafanyi zuri tafanya ovu, kiwa hafanyi la faida tafanya la madhara na hasara. Kwa hiyo huu ni muhimu sana, na ni fursa pia kadhalika kwa wasichana, kwa vijana wa kike, washirikishwe katika shughuli za nyumbani. Moja katika sababu za talaka zimezojitokeza kwa kipindi cha karibuni ni kwamba watu huoa wakakwenda kufahamu kwamba mke wake haisi kupika, akiona yeye sawa sawa, yeye haisi kuandika chai na yule haisi kuandika chai, yani hawaisi, ambapo mtu hutarajia, hususan akiwa ametoka katika nyumba mamake ni mpishi, hutarajia atakapokuoa na mke wake naye kiwa hatomshira mamake atakuwa kama mamake, lakini amdirike na mkewe amekuwa sawa sawa,
Yeye haisikini na ule haelewi chochote. Kuna mimi na ndoa 3 wamewatana watu, sababu kubwa yao kwambia mke wangu haisi kupika, kama kwamba imemuole ni mpishi. Ndio hakumuoa ni mpishi, lakini upishi kwa katika jamii zetu ni kiungo muhimu katika maisha ya nyumbani. Kwa hivyo hii ni fursa pia wasichana washiriki katika mambo ya haya ya nyumbani ya kawaida, yatawafaa katika maisha yao ya baadaye. Hata kama hatolewa, atapata mahali ataandikwa kazi ya kupika chai hoteli, mgahawani, mahali pangine atapata kazi. Nyumbani taajiriwa kazi ya nyumbani, watu wataka mama ufanya kazi, baba ufanya kazi, wataka mtu kuketi nyumbani kuwapikia, watapata mashauri. Haitopita bure, lakini akiwa haisi kitu itakuwa haina maana yoyote, wakati wake upotea na kadhalika. Kupumbaa kama nilionena natakikana. Na lingine la muhimu ni kuangalia marafiki wa vijana zetu. Marafiki wana athari kubwa sana, hata kwa watu wa vijana, hata kwa watu wazima. Kuna watu wameingia uraibuni na wao watu wazima, wameoa, wamezaa, wamekuwa watu wazima miaka 40 zaidi, mara wameshtukiwa wamekuwa waraibu, tena waraibu sugu, kwa sababu tu ya marafiki, kuwafurahisha marafiki na kuwaridhia, ameingia kwenye uraibu. Kaifa kijana ambao kwamba hayawa na mwelekeo wote. Kwa hivyo iko dharura kubwa sana kuangalia marafiki wa vijana zetu, na hususan sasa yao ni kipindi ambacho watakuwa wako huru sana, wana muda wa kutangamana na huyu na ule. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu, kila mtu handama mwendo wa rafiki yake. Kwa hiyo kila mmoja wenu naangalia ni nyani wa kufanya urafiki naye. Wewe ni mtu mzima, umeambiwa uangalie kaifa kijani au la zaidi. Ni dharura tuwayue marafiki wa vijana zetu. Ikiwezekana tukigharimika katiti kumwambia waalike marafiki zako yeye wale muhimu yeye nyumbani wae, utawaona pale pale, utawatambua khilqa zao katika mazungumzo yao, katika kula kwao, utawayua la kufanya, kama ni kumtahadharisha, ni kumtanabahisha kwa sampuli moja ama kwenye, lakini iko muhimu sana. Na Mwenyezi Mungu ametuzungumzia kuhusu marafiki, atuambia al-akhillau yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Hii ni mambo ya akhira. Atuambia siku hiyo saumu ya mahshar, al-akhillau, akhilla ni wale marafiki wa chanda na pete, walikuwa marafiki yani chanda na pete, hawatani. Siku hiyo itakuwa kila mmoja baadhuhum li baadhin adu, ule rafiki yako mno umemwona yeye ndiye adui yako mkubwa, kwa sababu ukikumbuka yale yote yaliyokukumba ukaingia pale ulipoingia, ni yeye ndio alikuwa sababu. Na duniani ni yao. Mtu atakuwa kuona kwamba akirikoli, akirudia nyuma, ataona kwamba yeye kama si fulani sanga alikuwa mraibu, kama si fulani sanga alikuwa mwizi, kama si fulani sanga alikuwa yao. Lakini ya wapi tena, maji kimwaika huwa hayazoleki. Kwa hiyo athari ya marafiki kwa mtu, kwa mwanadamu, aitukie awe mkubwa awe mtoto, ni kubwa sana, umuathiri sana mtu. Kwa hiyo ni dharura tuwasaidie vijana zetu katika wakati kama huu, kuwatanabahisha na kuwaekeza na kuwanasihi kwa marafiki zao ni watu gani. Pia tuwapangie wakati. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuifundisha. Utampeka kiwandani mathalan miezi 2.5 sikatiti, akitoka atakuwa amefundisha kitu, na mwaka mwingine atakwenda tena ataifundisha kingine, itamfaa, ni akiba, na akiba haiozi. Hutaki kiwandani kazi za kikae, mpeke mahali pangine aifundishe mambo ya kompyuta kwa wakati wa yeo. Mtu kuyo mambo ya kompyuta ni dharura. Akiomba kazi yoyote moya aulizwalo huulizwa una maarifa gani ya mambo ya kompyuta, ni kiungo muhimu. Fundishe pia, atakuwa ni akiba. Simuwate tu kubeheneka, akilala kiamka kenda huku mara Shela, mara Wioni, mara Tundani, mara wapi. Muda utapita na hata kalo kulipata na pangine apate maovu ya hasara kama lionena. Utula ukimalizika umekuwa ni mraibu, umekuwa hataki kusoma tena. Na hili ni tatizo kubwa la vijana kuiza kusoma, na inshallah siku zitakazokuwa tutazungumzia tatizo hili, kwa nini vijana huiza kusoma. Kuna sababu mutaadida nyingi sana ambazo tutazungumza inshallah, Mungu akitujalia hai siku zitakazokuwa mbele. Lakini jambo muhimu, wazazi wengi husumbuka wakaungulika kuona kwamba mtu ameipiga kifua kumsomesha mwane,
mara kijana kwambia mimi sitaki tena kusoma. Mwaka umemalizika, mwaka wa pili umemalizika, mara kwambia mimi sitaki tena kusoma, mimi sitaki kadhaa, sitaki kadhaa. Umehangaika, umegharimika, umetuma watu kukusaidia kupata hiyo nafasi, mara kwambia mimi sitaki tena. Tuone sababu ni nini na makosa hutokea wapi mpaka kijana kwambia sitaki tena kusoma. Si jambo moja wala si mawili, ni mutaadidi, sababu nyingi, kila moja una sababu yake. Tafakiri bila ikhtisar kwamba nataka kuhimiza tuhimizane katika hii utla ndefu, na utla hii itapambana na wimbi la culture ambalo nayo mkutia mai maziwani litakapokuya. Culture, wenye kufanya culture sineni kwamba ufanya kwa nia mbovu, wala si dhamiri yao kusambaza maovu, si hilo, lakini matokeo ya culture ni maovu. Si watuhumu wasimami yao na wafanyao kwamba lengo lao ni maovu, hasha wakala, lakini matokeo ya culture ni maovu mengi, na kwa muda mchache tu, lakini Mungu atatuongoza inshallah. Labda siku moja watatusikia, hatutochoka kunena, tutawaambia, tukiwaambia, na hasa siku moja watatanabahi dawama ukamba ukatajiwe. Yaqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wal barrul karim. Amu TV, the stories behind the scenes.